tunafahamu kwamba tarehe 26 mwezi wa 6 2025 tutapokea mwenge wa uhuru ukitokea mkoa wa Kusini Pemba. Mheshimiwa Rashid ataukabidhi mwenge pale mpakani na atakabidhi mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2025 ukianza na wilaya ya Wete. Baada ya kupokea tutaanza na ratiba wilaya ya Wete na kukamilika kwake tutakwenda wilaya ya Micheweni, na tarehe 28 asubuhi Mungu atujalia na afya njema na uzima, mwenge ule tutauchukua na kwenda kuwakabidhi wenzetu Kilimanjaro. Kwa hiyo tunawaomba sana mashirikiano yetu kuanzia hapa ambapo tumeanza hadi kukamilisha kwa mwenge huu kuondoka katika mkoa wetu. Ndugu zangu, kama tunavyoona kwamba tumeziona ratiba, tumeiona miradi, ni waombe wakuu wa taasisi wote kwenye hii masuala na hakuna hili wizara yako, tutahitaji msaada wenu wa hali na mali ili kuona kwamba jambo hili linakamilika kwa utaratibu uliowekwa. La msingi ni kuhakikisha taarifa zote zinapatikana kwa wakati, lakini pia ramani ya mradi na vitu vingine vya msingi vinakuwepo katika eneo letu la ofisi ya mkuu wa wilaya, wala isije kule mkoa kama baadhi ya wengine walivyozoea, waje na hapo kwenye wilaya. Sasa tutaomba tu afisa mdhamini ambaye kuna mradi na wale wakuu wa taasisi kujitahidi kupeleka taarifa hizo ndani ya wiki hii ili wenzetu waendelee kuchakata. Na nafikiria kwamba tumeona kwenye masuala ya miundombinu, Mr. Ibrahim, tumeanza kwenye barabara pale, alikuwepo injinia wetu, wakandarasi walikuwa hawapo, lakini alikuwepo mwenzetu na ameeleza vizuri barabara ambayo inafunguliwa. Tunaomba maelekezo tuliyotoa yafanyiwe kazi. Moja ni kuhakikisha kwamba zinawekwa zile michoro, lakini pia sana, lakini pia kuona kwamba pale ambapo tutakapoweka jiwe la ufunguzi basi lisiwe mbali na lile ambalo limewekewa jukumu. Lakini jingine ni shule ambazo tumezitembelea, tuwaombe sana taarifa kama tulivyoeleza, lakini na sisitiza taarifa hizi ziwasilishwe haraka iwezekanavyo katika ofisi za mkuu wa wilaya Wete na Micheweni. Na taarifa tutakazotuandikia tunahitaji takwimu zaidi, tunahitaji amount zaidi, na mradi ule lazima useme kwamba mradi huu hata kukamilika kwake utagharimu dola ya Tanzania shilingi au US hizi, na hadi hapa ulipofikia mradi huu umegharimu kiasi hichi cha fedha. Tumefahamiana jamani? Ule mradi lazima ujulikane kwamba utakuwa na gharama ya kiasi gani hadi kukamilika kwake, lakini kwa hatua iliyopo ina maana umegharimu kiasi gani. Tumeshukuru kwamba tumeambiwa kwamba barabara zote zina utaratibu wa BOQ na mambo mengine yote. Hilo tunashukuru kwa sababu tulikuwa tuna wasiwasi, tunashukuru sana. Lakini mengine yote niombe commitment kwamba ndani ya wiki huu tuwakabidhi waheshimiwa wakuu wa wilaya taarifa zote ambazo zinahitajika. Kwa hiyo wale wakuu wa taasisi na wakuu wa maidara tunaomba mashirikiano ili kuona kwamba maafisa wa dhamini wanafanya ni jambo kwa muda mfupi sana. Tumefahamiana vizuri? Tumeelewana ndugu zangu? Haya, kama tumeelewana, nizungumze kabisa kwenye program za afya. DMO kwa pekee yako, DMO mwenzako
umepata msiba, naomba usimame nichukue hili, kwamba kutakuwa na program ya afya, suala la HIV/AIDS, lakini pia kutakuwa na suala la lishe, kutakuwa na suala la malaria. Hayo yako chini ya Wizara ya Afya. Tunaomba tupate taarifa na mulinganishe na mwaka 2024 kwamba tumekuwa wapi na sasa tuko wapi, ni sawa na 5%. Tupate hivyo kwa wilaya wetu na wilaya ya Mtoni. Lakini pia kamanda wetu wa Zaika, kuna suala zima la mapambano dhidi ya rushwa, na tayari wameleta taarifa kwamba wameshaanza kuipanga, nikushukuru sana, lakini tukamilishe ili haya mambo yakae vizuri. Tuhakikishe mijumbe ile inadai na inaonekana kila kwenye mradi. Tumefahamiana sana. Kwa hiyo lakini pia kuna suala zima la kuhakikisha kwamba tume ya uchaguzi inatoa taarifa ya yale ambayo yanafanyika, lakini pia kwenye risala ya utii tunataka kusikia hatua ambazo tumezichukua hadi hapa ambapo tumefika kwa upande wa ZEC, lakini pia kwa upande wa INEC. Haya mambo yote yaonekane hatua zilizochukuliwa na sisi ambapo tumeweza kufika, lakini kilichobaki sasa ni kujipanga kwenye programu zote ambazo tumezitaja, mambo yakae.